want to thank God for gracious welcoming. I have enjoyed. Siamini wiki imeisha. Hallelujah. Praise the Lord. How many people are happy to be in the presence of the Father? Not to see a reverend who is ministering to you, but to enjoy the presence of the Lord. Are you happy to be chosen today? Are you happy to be chosen today? Are you happy to be ordained and appointed by our Creator? That today you are breathing out because of Him. Now raise your voices as you raise your hands and you make a joyful noise to Jesus. I say hallelujah. I say hallelujah. Glory. Eh. Hakuna mahali kwingine tunaweza furahia jamani. Unajua tu ni kwa church hawezi daiwa deni na mtu. Atagoja utoke church. Ukienda huko sokoni atakushika makoti lako ama mashati. Praise the Lord. Lakini tu ni katika church kuna neema. Atakuangalia tu vibaya halafu atasahau. Na atakuachia tu uweze kumsifu Bwana. Hallelujah. Kwa hivyo ninataka tuinue sauti zetu tena. Na tunataka shetani ajue ya kwamba neema ya Baba imetubeba na imetufikisha umbali huu. I want you to raise your voices high. Glory. Hallelujah. Glory. Hey. Amen. This is a day, this is a moment that the Lord has made for us to rejoice and be glad in it. Hallelujah. I am so humbled and I'm so happy to be here once again. Kwa hizo siku 4 tumehisi na tumeipokea neema ya Bwana na kibali cha Mungu juu ya maisha yetu. Hallelujah. Ninafurahia ya kwamba Bwana ametupa nafasi hii na ili tukaweze kushiriki neno la Bwana pamoja, na neno la Mungu linapata nguvu ama linadhihirika wakati tunalipokea katika mioyo yetu ikiwa wazi. Amen. Mioyo yetu ifanyike udongo ambao umejaa rotuba ya kushikilia lile neno, kwa sababu neno lolote limetoka kwenye kinywa cha Mungu halitaweza kumrudia bure. Amen. And the Lord had been so gracious to us na ametunenea kuhusu the sufficiency grace, ama the adequate grace ambayo ameachilia kila mmoja wetu. And I have no doubt ya kwamba siku ya leo ikiwa ndiyo siku ya kutamatisha katika ibada hii, maisha yetu yatatiwa alama na alama ya neema. Bwana Yesu sifiwe. Lakini jambo moja ambalo linanishtua sana ni ya kwamba, ama ni jambo ambalo ni la kutia changamoto, ni ya kwamba kunalingana. Our God is so merciful. Na hata kama Mungu wetu ni wa huruma sana, Mungu hawezi kukusukumia jambo. Amen. Hawezi kukusukumia jambo. God is not a dictator. God is not a dictator. He is a father. That is why we call him a father. So if you want to take whatever he has released, you will receive it. If you are still working it out to see whether he is true to what he is saying, you continue working it out. Then you will find us, we have already gone. Glory be to the name of Jesus. And we have a new title. But I believe every spirit of doubt is dead now in the name of Jesus. I say every spirit of doubt, it is dead in the name of Jesus. Because each and every one of us, we are expecting so highly to receive from our Maker. Amen. We may have our seats in the presence of God. Thank you. Thank you very much for this time once again. And I want to thank God for the grace in this altar and in this church. Thank you, Pastor Kenywa and Mom, for receiving me. May the Lord God do you good. The entire leadership of the church, the entire protocol that had been followed in this church, may God do you good. May the Lord God bless you so much. And for the choir, for the praise and worship team, may God bless you for the good work. Hallelujah. And for each and every one of us that the Lord has enabled us to be in the service today, may God bless you. Angalia mwenzako mwambie umebarikiwa
kuwa katika ibada ya siku ya leo. Amen. Majina yangu ni Reverend Margaret Wanjiro Mburu. Amen. Na mimi ni mchungaji katika eneo hili la Odhero, na nimenemeka kuwa na wazazi. I can call you my parents kwa sababu ya kunipokea katika eneo hili na kunikubali. Bwana Yesu asifiwe. And I started on Wednesday by saying I am a product of grace. So when I speak about grace, I don't speak about grace from what I have read, but I speak about grace from what I have experienced. And I know that grace works, and it works wonders. And I said that grace is a package of God working in us. Amen? It is the ability of our Father working onto our lives. And I said again that grace breaks every protocol that sometimes we do follow. Grace breaks our pride. The pride and that ego that we always have. I have done it. Grace will always break it. Because when grace works in your life, that egoism has no place in that miracle and in the doings of the Lord. Hallelujah. Sikuja peke yangu, nilikuja na, nitamuita nani? I can call her my daughter, I can call her a friend, I can call her my sister, my PA. Amen. She's a wonderful lady and she loves God. Rachel, simama tu usalimie kanisa. Amen. Wasichana hawaongeangi sana. Yes, they have to keep the discipline, eh? And she's a great lady ambaye ni baraka kwangu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipokuwa nakuja, kanisa letu limenipea salamu ya kwamba nikija, na hizi sio salamu za kutafsiriria. Unajua wakati mwingine tunapeananga salamu haziko. Hizi ni za kweli. Nilipewa salamu. Niliitisha. Pokeeni salamu kutoka kanisani mwetu. Kanisa letu la Power of Faith Church International. Na tumebarikiwa na Bwana. Amen. Wow. Nimekuwa nikiongea kuhusu neema ya Mungu. Na nikasema mambo mengi sana kuhusu neema. Na nimefurahia ya kwamba I've gotten a student ambaye ni mom. Angepewa chance angehubiri yale yote nilihubiri kutoka Wednesday mpaka jana. Bwana Yesu asifiwe. You are a good listener. May God bless you so much. And today I want to talk about how to maintain the grace of God. How to maintain the grace of God. Kwa sababu tulisema ya kwamba kama umeokoka ama wakati ambao unampokea Yesu Kristo, neema ndio hukuwezesha kufanyika mwana wa Mungu. Amen. Na tukasema ya kwamba baraka moja ya neema ama kazi ya kwanza ambayo neema ya Mungu hufanya ni kutupea wokovu. Amen. Kando na mengine, kwa sababu neema ya Mungu ina utajiri mwingi sana, ya kwamba kile ambacho tunachotenda kwa mikono yetu, mahali ambako tunakanyanga, ndoto ambazo tuko nazo, maono ambayo tuko nayo, haiwezekani. Hakuna kitu kinawezekana pasipo neema. Any believer minus grace, he's a liar or she's a liar.
Praise the Lord. It is all about grace. Even loving God, it is about grace. Hawezi tenganisha neema na maisha ya wokovu. Hawezi tenganisha aliyeokoka na neema ya Mungu, kwa sababu wakati tunampokea Kristo, neema inaanza kazi. Na ili tuishi kama vile Baba anataka, ni lazima tukatalie katika hiyo neema. Kuna aina tofauti za neema kulingana na kile ambacho Bwana ametuandalia katika maisha. Kila eneo katika maisha ya mwanadamu ina neema inayohitajika. Be it the business, be it the family, be it the personal life, you need grace. And God will supply you with the sufficient grace needed at that level. Glory be to the name of Jesus. I say hallelujah. And I believe you are receiving double portion, because God has released grace in this year and in this church. When God spoke about the divine grace, don't take it for granted. Don't take it as if it is a sweet sermon. Ujumbe mzuri sana hapa umepambwa na mchungaji. Hapana. It is an oracle of God. Glory be to the name of Jesus. Na lazima tuelewe wakati Mungu anaongea na kile ambacho anakusudia kukitenda. Hallelujah. Hallelujah. Angalia mwenzako, mwambie you are a product of grace. Amen. You are a product of grace. Kuna neema inaachiliwa kwa maisha, kuna neema inaachiliwa kwa hali, na kuna neema inaachiliwa kwa mambo tofauti. Even in leadership, you still need grace. Hakuna kitu kigumu kama kuongoza watu, jamani. Praise the Lord. And especially unaongoza mtu ambaye 5 common sense zake ziko soba. Kama nyinyi. Praise the Lord. Si common sense zote ziko soba. Si ziko sawa. Ama umekaa hapo kwa sababu umezubaishwa na hali. Si ni wewe uliamua. Ukaoga vizuri Ni kuoga ama ni kunawa ama ni yeyote. Na ukaacha mambo mengine. Na ukakaa hapo. Mzee kama huyu ametutangazia vizuri, anaonekana ni mtu amesoma. Na masomo yako umekaa hapo. Bwana Yesu asifiwe. You have left everything. Leading such people, it takes the grace. Ya kwamba huyo mtu atakusikiliza, atafanya calculation. Mchungaji, ukiona wazee kama hawa wamekaa wanakusikiliza, unajua wazee hawatumiangi emotion. Men are not emotional. Praise the Lord. Emotion inaingianga kidogo kidogo, na ni ya kuchezea wakati wa relationship, wa upendo. Na inaishanga haraka. Ndio wakati mwingine unaangalianga huyo mzee alikupea mamistari. Siku hizi hana mamistari. Hajaanguka. He is still very born again. Ni emotion iliisha. Wanaume psychologically wanatumianga facts. Wana calculate mambo. Huyu mtu anasema aje? Na ukiona anakufuata, kuna neema. Praise the Lord. Anatoa fungu, anatoa sadaka, na hatongozi. Unajua ni njia ya kutongoza tu mwanaume, kutoa ni rahisi. Ama nyinyi mlishuka asubuhi kutoka mbinguni? Hii maneno naongea hauishiki. Na mnajifanya ati ni humility. Glory be to the name of the Lord. Si ninaongea ukweli? Hiyo ndiyo njia tu moja tu inafanyanga mwanaume atoe pesa bila kufikiria. Lakini hiyo akipita, hii ingine lazima afanye calculation. Ninatoa kwa nini? Na kama
amekaa na neema imemuunda, na anajua hatupi na hapei yeyote, anaabudu Mungu kwa matoleo yake. It takes the grace of God. Glory be to the name of Jesus. I say it takes the grace of the Father. Hallelujah. And this morning I want to talk about how to maintain that grace of God. That grace that the Father has released to each and every one of us. Hata wale ambao ni wanasoma, the students, wale ambao wako shuleni, kama ni college, university, ama secondary, ama primary. It takes the grace of God even to understand what we are doing. Glory be to the name of the Father. I say hallelujah. Kwa hivyo neema tukielewa na tuipokee vizuri, itabadilisha mambo yetu. Itabadilisha hali yote. Kama ni biashara unafanya, wacha tu kuegemea upande moja. Baada ya kufanya hiyo business management, baada ya kuelewa hayo mambo ya biashara, sasa shika neema ya Mungu ikuongoze katika ile biashara unayofanya. There is a greater part of the grace in your business that you are doing. There is a greater part of the grace that needs to work wherever you are employed. Ni neema inaletanga promotion. Hello? Ni neema inaletanga kukaa katika mahali pale umeajiriwa na ukubalike. Kwani unafikiria ni wanyama wanafutangwa kazi? Si ni watu? Unafikiria kufutwa kazi si haiwezi kukupata? Inaweza. Kwa hivyo ukienda, hata kama mdosi wako hakutambui, wewe shikiliwa na neema. Ukishikiliwa na neema, whether he likes it or not, utakaa mahali pale. Glory be to the name of Jesus. I say hallelujah. Even to manage our finances. Hello? Hello? Neema inakufanya usave. Haupokei nyingi, lakini neema inakushikilia, unaweka kidogo. Saving is not easy. Kusave sio rahisi. Na maisha ambayo tunaishi, umesave, unasikia kitu tu inauzwa na ile bei unaona unaweza afford, na ni kitu hauku umepangia. And especially as women, it takes the hand of the Father. Unatoka mchango, ulikuwa umepanga utanunua sufuria 3, ukifika nyumbani utanunua moja, na hiyo ingine umenunua vitu hauku umepangia. So even saving, even growing financially, it takes the grace. Look unto your neighbor, tell your neighbor you need the grace of the Father. And there is always a package that God has released and have packaged for each and every one of us. Hata kuhubiri ni neema. Hello? Ni neema. Usipo connect vizuri na hiyo neema, you will not be able to deliver. Hallelujah. Unasimama mbele ya watu wanakuangalia. Wengine unajiuliza wanafikiria aje. Lakini kusimama na kukubalika, and you are able to speak the oracle of the Father, it takes the grace of the Almighty. Inua mkono wako, sema, Baba, napokea neema yangu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Glory be to the name of the Lord. Amen. How to maintain the grace. I want us to open our Bibles in the book of 1 Samuel chapter number 13. 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 Verse number 14. Inagoja hiyo scripture. First Samuel chapter number 13 verse 14. The Bible says, but now your reign will not endure. The Lord has found a man after his own heart, and the Lord has appointed him as a ruler over his people, because you have not done what the Lord commanded. I want to repeat it. But now your reign will not endure.
The Lord has found a man after his own heart. And the Lord has appointed him as a ruler over his people, because you have not done what the Lord commanded. Then I want us to go to Acts chapter number 13, verse 22. Acts chapter number 13, verse number 22. We are confirming the same scripture. Acts 13, 22. The Bible says, after removing him, he raised up David as their king and testified about him. I have found David, the son of Jesse, to be a man after my own heart, who will carry out all my will. After removing him, he raised up David as their king and testified about him. I have found David, the son of Jesse, to be a man after my own heart, who will carry out all my will. May the Lord God bless his word. I am talking about how to maintain the grace of God. And number one point, for you to maintain this grace, for this grace to remain in you, and for this grace to work in you, and for this grace to manifest in you, number one, you must be a man or a woman after God's heart. You must be a man or a woman after God's heart. Man or a woman after God's heart. From the scripture that we have read, and I want to emphasize on Acts chapter number 13, verse 22. This is being paraphrased. And the Bible says, and God rejected Saul, and he raised David. Praise the Lord. Why did he raise David? God is testifying about David. And God is saying, this man by the name David that I have chosen, he is a man after my own heart. Glory be to the name of Jesus. Kama tunataka neema iishi ndani yetu, sio kawaida, ni lazima tujitoe na tuwe na ule moyo ambao utampendeza Bwana. Mawazo yetu, mioyo yetu, kusudio letu likubalike mbele za Bwana, ili neema itimilike ndani yetu, ili neema ifanye kazi ndani yetu. Lazima tuwe watu ambao mioyo yetu itavutika kwa Bwana. God is testifying about David. Glory be to the name of the Lord. Hallelujah. Mimi sijui hata saa hii nikihubiri, if there is a prayer that I always make, ni nikubalike mbele za Bwana. Ninaweza hubiri na kumbe Mungu alihama. Come on. Come on. There is a high possibility of that. Unaweza dumu kanisani na kumbe Mungu alikuondokea. Unajua mkebe, ile container ya mafuta hata kama ni ile mafuta ile ya majimaji ama Kimbo ama Cowboy, hilo neno haliishangi hata kama mafuta imeisha. Na ninajua kuna watu wako na tu container mpaka tu ice cream, tumikebe tu yogurt, siku hizi ni tu vikombe tu yogurt, lakini hakana yogurt. Come on, praise the Lord. Unaweza kuwa hako kamkebe, kumbe Mungu alihama. Watu wanakuonanga unaenda church, you prepare yourself, kumbe Mungu alihama. May the grace of the Father help us to maintain the grace and the presence of the Lord in our lives. Lazima tuelewe ya kwamba Mungu anaangalia mioyo. Hello? Hello? The Bible says obedience is better than a sacrifice. Naweza hata sacrifice maisha yangu vile nilipokea mwito, lakini on the way niwe niliondoka katika uwepo wa Bwana. May God forbid in the name of Jesus. And for us to maintain the grace, for us to continue living and walking in the grace of our Father, we must be people that are after God's heart. Ya kwamba kile utendacho
uonekane. Hello. Do you know there are people who are pastors worshippers? Yeah? Pastor aondoke. Pastor wakijua pastor hayuko, huyo mtu anakaa kwa nyumba. Akifanya kitu anataka kufanya, na si vibaya by the way, wakati mwingine huwa tunataka kujua nani huyo ametoa. Mnanielewa? Lakini wacha to change our attitude that whatever we do it to God. All what we desire to win, it is the heart of our Father. David, wakati mwingine when I read this and I realize that God is testifying about David, I just love God. Kumbe Mungu hatakangi mtu ambaye ni perfect. Hello. Hello. Mungu anatakanga mtu ambaye ni genuine. Hello. Mtu ambaye ni genuine. Imagine wewe ni bora kuliko Daudi. Haujaua. Si alikuwa madara? Enadotara. Amezubaa tu hivi tu, anaona mke wa wenyewe, all of a sudden ameingiwa na shetani. Daudi alikuwa amefanya madhambi manono. Unajua kuna madhambi manono tunatubu. Na unajua kuna dhambi zingine hatutubu. Mimi nimesikia watu wengi wanadanganya. Anapiga simu na anagojewa Nairobi na ako hapa tu Dumboine, anasema ndio mimi huyo niko karibu kufika. Na ako tu hapo kwa stage. Na hatubu. Hiyo sio dhambi itamhukumu, maana anaona tu ni kubangaisha tu. Lakini kuna kidhambi kingine unafeel ni kikubwa. Ukiangalia Daudi, zile dhambi alikuwa amefanya hata zimetajwa na Bible. They seem to be so great. But I love the heart of David. He had a broken spirit. He had a contrite heart. Glory be to the name of Jesus. Mwangalie Daudi, na Mungu anasema, this man that I have appointed, he is a man after my own heart, that whatever I will tell him to do, he will do. He had a spirit of obedience. Katikati ya udhaifu, na sichangii ya kwamba tuwe watu wadhaifu, but he was a genuine man. A man after God's heart is a genuine man, is an obedient man. Glory be to the name of the Lord. I say hallelujah. Kuna watu hata kutii inagharimu mkono wa Mungu. Yeah? Nimeona viongozi hapa wameinuliwa. The 12 tribes, wameinuliwa. Unaweza wekwa kwa group na yule kiongozi wako ni hustler na wewe umebarikiwa kumliko. Kwa hivyo akiitisha pesa unamwangalia, wewe umetoa ngapi? Wewe umetoa ngapi? Unajua kuna tu madharau kwa kanisa, lakini sio hii. I am just warning you. Sio hii. Amen. Unaweza mdharau. Hallelujah. Anaweza kuwa yule anaongoza hapa praise and worship, hata labda hajasoma, na kuna watu anaongoza hapa wako na degree. It is not about the degree. It is about the broken spirit. It is about the contrite heart. God is looking for a man. God is looking for a woman where his grace will dwell. The man and a woman who is after God's heart. If you want to maintain the grace of God, you must be such a person. Such a person. That whatever you do it plainly for God. Kuja kanisani, you do it plainly for God. Hallelujah. Number one thing that David had is a humble spirit. David was very humble. Hallelujah. Anajua ile neema iko juu yake mpaka inatuliza mfalme. Remember the case of Saul? Saul alikuwa mtu anatupa mbao mara kwa mara kwa sababu ya mapresha. Na alikuwa anapagawa. Na Biblia inasema alipokuwa anapagawa, Daudi ndiye alikuwa hapo anamchezea kinanda. Yeye sio mfalme na hajasoma kama mfalme, but he had grace to calm his mind. Glory be to the name of the Lord. I say hallelujah. I say hallelujah. Na ndiposa ikamfurahisha Mungu kuachilia neema yake juu ya Daudi. Hata kama si ujaribu tu kusaidia MCA.
wa eneo hii. Wacha hata kupigana mambo mengi. Uwe tu wewe ndiye msaada, umefanyika msaada wa chief wa area hii. Utakuwa unamfuata ukimkumbusha. Kumbuka, mimi nilikutuliza jana. Utanifanyia nini? Lakini Daudi, na imagine mfalme anatulizwa na Daudi, na mara nyingine mfalme anafikiria kuua Daudi. Ni hata simuelewi. Anachukua mkuki, anapoint na kudirect mahali Daudi yuko. Daudi anaiondokea, na Daudi hahami, na Daudi haachi kumtumikia. May we receive the spirit of humility. I say, may we receive the spirit of humility in the name of Jesus. The spirit of humility will attract grace in your life. Hallelujah. Mambo zingine na mahali kwingine tumefika, hatujafika maana tulichukuliwa na tukainuliwa juu. Hapana, imegharimu neema ya kunyenyekea. Wakati mwingine mpaka kiongozi wako anakukemea mbele ya watu na bure, unanyenyekea. Maana Mungu anakuunda. Come on. Maana Mungu anakuunda. Unaweza patana na changamoto fulani, labda kwa ndoa yako, labda kwa biashara yako, labda kwa huduma, lakini hiyo hali imekuja ili ikuunde roho ya kunyenyekea. Na unafikiri Mungu hasikii? Mungu anasikia. Na kile anaachilia ni neema, ili wewe uweze kunyenyekea na umtumikie Bwana. This is what made God to testify and say, I have seen a man after my own heart. Daudi hakuvunjika moyo. Daudi hakujiinua aseme wacha apagawe mpaka atupe mbao tuchague mfalme mwingine. Hapana, alijua amewekwa hapo kwa kusudi, akanyenyekea. Hata kama the king did not appreciate him, but he knew he was not doing it to the king of the nation, but he was doing it to the King of glory. His name is Jehovah. Tukielewa ya kwamba tunatumikia Mungu, tutanyenyekea na ili Baba atukuzwe. And when we learn to be humble, the grace of God automatically will settle in our lives. Glory be to the name of the Lord. I say hallelujah. Number two, and still the same point. David was not only humble, but he was also obedient. He was also obedient. Ni vizuri kuwa na roho ya kutii. Roho ya unyenyekevu na roho ya kutii hazitengani. Hauwezi kuwa wewe ni mnyenyekevu na hautii. Ukiona wewe hautii, elewa ya kwamba you are so proud. Simwache nihubiri nirudi kwetu. Niache mchungaji akiwa nasi. Praise the Lord. I say hallelujah. Unajua tunafurahia neema ya Bwana itende kazi juu yetu. Lakini ili hiyo neema iweze kuachiliwa juu yetu, there must be some characters that God is building on us. And the character number 1 is humility. Character number 2 is obedience. Lazima tuwe watu wa kutii. Hallelujah. Lazima tuwe watu wa kutii. Utiifu umekosekana. Umekosekana manyumbani kwetu, hata kanisani. Hello? Kuna watu sio watiifu kanisani? Hata kuna mtu anaweza ambiwa na Asha, songa hapa. Hawezi songa, ametoa dhao kama sadaka. Hawezi songa. Hawezi. Kwa sababu hajazoea kuamrishwa. Yeye ni boss. Kanisa hakuna boss. Hakuna boss. Praise the Lord. Kwetu headquarter tuko na OCS. And he is an usher. OCS. Wale tunakimbianga pale tuwalete hapa mbele. Yeye ndiye anapokea watu. Sasa watu ambao wameshikashikwa, wakiona wakiingia, yeye wanafikiria anawashika. Hallelujah.
Mpaka sasa akasema mimi nisiwe ninapelekwa hapo kwa mlango, wacha niwe na huku nafukuza watu. Maana mtu akasema, na alishikwa anahama, anafikiri huyu baada ya ibada ataninasa. Sasa akasema apelekwa huko ndani. Mtu awe already ameshaingia. You see such a humility. I have seen others being lawyers. Badala ya kupanguziwa kiti, wao ndio wanapanguza. God is looking for such a spirit. People who can humble and people who can be obedient, and especially in the work of God. Glory be to the name of Jesus. Now, when you have such a spirit, automatically, the grace of God will be sufficient in you. The other thing that David had, that is why God testified about him. He was a faithful person. Unashanga how faithful, and he was an adult. Kile ambacho kinanifurahishanga kuhusu Daudi ni kwa sababu unajua wakati mwingine tunapohubiri hapa unaweza fikiria as we stand here we are so special. Hello. Siku moja nikawa ninahubiri kwa open air. It was so powerful. Na nilipomaliza kuhubiri kwa open air, tulikuwa sasa tunaingia ndani ya church tunafanya revivals. Na nikaenda na nikahubiri mpaka kwa revivals. Na tulipomaliza, nilipokuwa ninatoka nikakuta mzee amesimama hapo tu. Mahali tulikuwa na kanisa letu ni katika shopping center fulani huko Kiambu, na kulikuwa na several bars. Jamaa moja alinisikiliza nikihubiri akiwa kwa bar mpaka akatoka nje. Na wakati tuliingia kwa church, akaingia kwa church lakini akakaa karibu na mlango. Tulipomaliza na sasa watu wametapakaa, tunaenda nyumbani. Mimi nimebeba handbag yangu hivi, kumbe yule mzee ako hapo tu kwa mlango. Akaniambia, "Pastor, nisalimie." Nikamsalimia. Akasema, "Kwenda." Nilikuwa nafikiriwa ni malaika. Kumbe unakaa wanawake wale tunakunywa na wao. Hallelujah. Ati alikuwa anafikiria akinisalimia hata ni feel kwa sababu ama nature. Akaona mkono ni ule tu. Na unajua alinisalimia akaniguza tu hivi, ananiguza hivi tu, sikujua ni kwa nini, nikafikiria ni kunyenyekea, ni anointing ina break. Kumbe alikuwa ana confirm whether I am a real person. Hallelujah. When I remember David, ninaelewa ya kwamba Mungu hadeal na watu special. Mungu anadeal na watu wa kawaida. Haijalishi the weaknesses that you have, but the grace of God can mold you and make you a person after God's own heart. Wacha kutafuta mavituko hapa ati ndio uonekane uko so special. Come to Jesus the way you are. I say the way you are. Yeye tu ndiye atakuunda. Yeye tu ndiye atakufinyanga. This David is saying, "Break my heart, create in me a new heart, oh Lord." Maana Daudi alijua akona udhaifu wa mtu wa kawaida, lakini alitamani kumpendeza Bwana. The wonders of grace. Lakini ili neema itulie kwetu, lazima tuwe na mambo ambayo itaivuta na mambo ambayo itaitunza ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. I say hallelujah. I say hallelujah. Na kwa hivyo ni lazima ili neema itulie kwetu, tuwe watu watiifu, tuwe watu ambao ni wanyenyekevu, tuwe watu ambao ni waaminifu. Faithful even in your giving. Praise the Lord. Wakati unaleta matoleo yako, unaleta peke yako. You are not bringing it to any man. You are bringing it to God. There are people who have bad mentality. That when they give the offering, they are giving it to the men and women of God. Enyewe Mungu hata shuka kukula, ni sisi tutapondoa. Hey. But when you give, let it be an act of worship. You are not throwing, but you are offering a worship to your Creator who has given you what you have given out. Usipotoa kwa ufunuo,
it will be very useless. Nao ndio wale watu wanasema hata pesa zinakuliwa. Kwani unataka zifanywe nini? Mama akijipondoa hivi vile yako very smart, unaanza kuumwa na tumbo. Ni ile tithe nilitoa. Sisi on 31st there was a guy who came into our church. Tukivukisha mwaka. Tulikuwa na ibada fupi tu. Na jamaa mmoja amevuta bangi. Nilikuwa na vijana wa maajabu. Nikamuona tu hapo. Na tukamaliza kutoa sadaka, nikaingia kwa ofisi. Jamaa akaja kwangu. Ameshika 50 bob. Akaniambia, "Pasi nakupenda. Umepreach poa." Kamwambia asante. Unajua kuna mtu anaweza kukuambia umepreach poa, ujue yenyewe umepreach. Sasa hakukaa kuelewa kile nimesema, lakini akanipea tu point akasema, "Oh, wow." Alafu akaniambia, "Hii 50 bob nataka tu negotiate." Nikamuuliza, "Kwa nini? Kuna shida?" Akaniambia, "Hapana. Wewe unatuambia tutoe. Mimi nikuachie pesa, niende na hope. Wewe haubaki na hope. Wewe unabaki na do." Sasa ninataka tubonge tu Pasi. Uniambie kwa nini unanikon? Kwa nini huwa mnatukon? Nikamwambia, "This is what the Bible says." Akasema, "Wachana na Bible, wacha tu negotiate." Unajua tu negotiate, nikaona hatusikizani. Nikamwambia, "If your heart is not well at it, you just go with it." Nimekubarikia. Na imagine, na akatoka. Alafu akarudi akaniambia, "Basi, mimi sijatoa sadaka, lakini nimekununulia soda." Wewe mnafikiri watu ni wajinga huko mkiwaona? Sio mtu amefikiria? I like thinkers. Mimi sitakangi watu wanafuatanga Yesu tu hivi. Ni vizuri kufikiria na uwe sober in whatever thing that you're doing. Come on. Ili ukitoa, unamwambia, "Bwana, nimetii neno lako, nikumbuke." Kuna watu wanafanya kazi ya Mungu horera tu, hawaelewi ufunuo behind whatever they are doing. Mimi nihubiri tu hivi? Mimi nahubiringi yangu yote. Na mimi nikipiga magoti namwambia, "Bwana, nimejitolea na nimefanya hii." So I am trusting God because our God is not a user. He is not an advantage taker. Ati Mungu aliniona tu hivi akaona anitumie tu for the sake of it. Hapana, Mungu alijua that this is the mandate that he has given to me. Na baada ya kutimiliza hivyo, he is a faithful father. He will reward me. Glory be to the name of Jesus. God is looking for a man. God is looking for a woman after his own heart. Hello. Unaona Daudi anakutwa na Saul. Na Saul anamtafuta amuue. Na Daudi amejificha kwenye pango. Na mahali pale amejificha, Saul na jeshi lake linamngojea na ili amdhulumu. Na Daudi anatokezea, anakuta adui yake amemngojea mpaka amelala. Daudi anasongea. Anajua huyu ni adui. Alikuwa amekuja kunimaliza. I love the spirit of David. Na anasema, "Siwezi guza mpakwa mafuta wa Mungu." He was a humble person. He was a royal person. God is looking for such spirit within us. Imagine umeletewa adui yako hapa. Hata kuna mwingine anasema, "Sina iwe katika ndoto." Kwa sababu mtu atashangaa hata kama wewe ni nani. Hata kama wewe unaongo. Unajua kuna watu wanasemanga kuokoka sio ujinga. Ukisikia mtu anasema hivyo, huyo mtu anaweza fanya anything wakati ana deal na adui. Daudi anamkuta, si angesema kuokoka sio ujinga, amvunje mguu. Daudi alikata tu kipande cha nguo. Na imagine hata hicho kipande cha nguo kilimsumbua. Praise the Lord. I say hallelujah.
Lakini Daudi anaenenda pale, anakata kipande kidogo ili ajulishe adui yake, you were being released on my hands, but I did not harm you. Wengine hapa ukisamehea mtu, the whole village you know. Unaona nimemwongelesha nilimsamehe. Ajaribu kurudia tena. Ni vile nilimsamehe. Yaani na umesameheka kitu kadogo tu. And everybody is aware. Unakaa kuku. Kuku anataka kama yai. And the whole village say, hey, nimetaka kamoja. Kamoja. Praise the Lord. I say hallelujah. Kamoja tu. Kamoja. Na hata hakana value. Na ostrich ikitaga moja na iko na value, inatafutwa na kila mtu, anaficha na anatembea asif hajataga, anaenda tu asif hajataga. God is looking for the humble spirit, for the contrite heart, for a faithful man, for an obedient person, that he gonna release his grace. For us to maintain the grace of God. The grace that is going to make us survive, even in the hard times. As your theme goes by, Hebrews 4 verse 6. Praise the Lord. Tuenende mbele ya Bwana kwa ujasiri. Ni kwa sababu ataachilia neema itakayotusaidia wakati wa hitaji, wakati wa mateso, wakati wa shida. Whether we like it or not, nyakati ambazo tunaishi ni nyakati za shida, lakini neema ya Bwana itatubeba. Hello. Praise the Lord. Si uchumi umepanda? Si tuongee ukweli? Si umepanda? Si kila kitu kimepanda? Kila kitu kinapanda, lakini mishahara haipandi. Niliona hawa watu wa mishahara nasema mishahara haitaongezewa, lakini mambo zingine zinaongezewa. Tutawezaje kushinda? Tutawezaje kujimudu katika wakati huo pasipokuwa na neema? The grace of God will preserve us even in the hard times. But for this grace to keep and preserve us, we must have an atmosphere to maintain it in our lives. And the atmosphere, number one, is to have a heart after God's heart. Praise the Lord. That your heart desires more of God. That your heart loves God. Mungu anasema ya kwamba huyu Daudi nimemuinua. Nyinyi mnaona udhaifu ya kwamba ameasi, mnaona udhaifu ameua, but this person is genuine. Where are genuine people today? Na sijakuja kuku challenge that you feel like you cannot make it. Ni lazima tuwe real kwa Mungu. Miujiza na ishara inakosekana ni kwa sababu hatuko genuine. Hallelujah. I say hallelujah. David was faithful. How many people are faithful? Mimi nimeona watu wanatoa mpaka fungu la 10 lakini hawatoi kikamilifu. Hey. Hebu niguze pesa. Najua pesa. Sabuni ya roho. Unatoa lakini unajua haujatoa kikamilifu. Kuna mwingine alinipigia simu kutoka ng'ambo. Tuna negotiate. Rev, hebu nisaidie. I was training him. Ananiuliza, hebu nisaidie. Nini ninastahili kutithe? Is it net? Si kuna net? Salary and gross? Kuna kitu kama hiyo? Kumbe hata mimi niko mbele. Ananiuliza, between net and gross. Now, why are we discussing? Wakati imefika kwa kutoa fungu. Akilipa nyumba hana shida na net na gross. Akivaa nguo hana shida na net na gross. Ikifika fungu ndio anajua masomo. Net and gross. Na siku mjibu. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nikamwambia, you will tithe according to the way
you value God in your life. Mbona tufanye mahesabu ya gross and whatever? Ati unajua hii moja ati zile pesa napokea already zimetolewa za insurance, zimetolewa Kwani insurance ni ya nani? Ni ya neighbor? Si ni yako? It is for your own good. Insurance ni kama tu rent ambao umelipa. Na kuna watu wanachunja wanafanya mambo ya inabaki 2,000 na anakuja confidently kusimama hapa anatoa fungu ya 200. You have lied to this man, but you cannot lie to the Spirit of God. It is not him who blesses you. It is the Father who blesses you. Hata akinua mikono asema ubarikiwe, na Mungu akiangalia anaona hauko mwaminifu, it will be dead. Hata rival. Praise the Lord. Si tuongee ukweli tupone. Naonanga wakati mwingine, I love genuineness. Wakati mwingine tunaombea mtu akiwa mgonjwa. We had our nephew, our niece last year but one. Alikuwa mgonjwa. Hatuelewi ni nini kinamsumbua. And as a minister, nilikuwa naomba naambia Mungu, si utufunulie tujue hii shida ni nini. Hii maufimbe, hii uchungu ni nini chanzo chake. And I want to tell you, tukaenda siku moja test after test, na tukaambiwa we have seen the problem. Akona lupus. Lupus is like cancer. Ungeniona nikifurahi, because I was like, thank you Lord. Wakati umejua mahali shida iko, you are able to attack it. Si ni kweli? Wangapi wameshafurahi at least shida imeonekana? Sio mazuri yameonekana, shida imeonekana. Kwa sababu sasa ukielewa hiyo shida utadeal nayo. Hautarusha ngumi yako kwenye upepo. You direct onto it. You will arrest it as lupus. You'll fight it as lupus. Sio kujaribu. Bwana Yesu sifiwe. Leo hii tutaondoka hapa tukiwa na atmosphere ya kupokea neema ya Jehova. And by the end of this year, we shall testify what grace can do. Mimi ndiye ninahubiri, lakini wewe ndiye utahubiri mwaka huu kisha. Utahubiria marafiki wako, utahubiria majirani, na utawaambia vile neema hufanya kazi. Katika jina la Yesu Kristo. Let us be genuine. Let us be faithful to God. Hallelujah. Hallelujah. Kale kasichana naishingi nako. Hako ndio kananijua. And you know, mimi huwa ninawaambia, I don't have private life. Najua kuna watu wanasema hiyo ni life yangu ya private, hii ni yangu ya public. Now, Yesu atabeba gani? Public or private? Me, I am me. Unikute na kimoso do usiku, unikute sina makeup, it is me. I don't have double life. Hey. Akija kwangu kwa nyumba na sijaji makeup, na mwambia piga magoti, it is me. Hakuna mahali makeup inaingiliana hapa. Hii ni ya kunipea tu confidence. Because I want to continue feeling I'm young and I'm good. Niliwaambia mimi hata nikiwa 90, kwa sababu nitahubiri mpaka nikiwa 90, lazima nivae high heel. Mimi mambo ya rubbers hizo nawaambianga, hizo rubbers mnawekeanga watu, usiniwekee mimi. I must put that high heel because it makes me feel good. Mama yangu alikuwa ananiambia, sasa wewe hata hujielewi, uko mrefu na mavitu marefu. Nikamwambia that is me. The moment nilitoka kwa tumbo yako tuliachana. Endelea na rubbers na mimi nipae juu. Praise the Lord. Sio watu watakufanya uwe vile unataka. Hello. When you value yourself, you don't need anybody's opinion. You only need to do what is right and you move on. Hello. Glory be to the name of Jesus. I say hallelujah. And so we need to be genuine in the house of God. We need to be genuine in our lives. Rafiki yangu hapa wakati mwingine analianga, namwambia kaa hapa tujadiliane hii kitu. Tumalizane. Nikienda kulala nilale nikiwa na amani. Na Yesu akija anipate na hypocrisy, tunamwambia it's okay. Okay of what? Kwani ulifanya hivyo? Kwani haukufikiria? Na wakati mwingine nafanyanga mambo na kuja namwambia, Gairecho, hapa nilifanya mambo na sikufikiria as a reverend. Sikufikiria, sikutumia hii kichwa, kwa sababu hii kichwa iko na mawazo na iko na akili. Bwana Yesu asifiwe.
Glory be to the name of the Lord. Namwambia vuta hiyo machozi. We deal with this issue. Si tumeokoka. Na anavuta machozi. Tuna discuss. Tunawekeana mipaka. And we live genuinely. Come on. Kama nimekasirika namwambia nime. Kama nimefurahia namwambia nime. Kuna watu hypocrites wanasema ni sawa. Alafu wakena sema utakutwa na Yesu ukiinua hizo midomo. Na kikitu kitendeka pa Yesu anarudi. Come on, if you are born again, can you remain born again hata kwa ndoto? Mtu ameokoka na kwa ndoto. Zile vituko anaota. Ati ni shetani. Shetani ameingilia wapi? Shetani ataingiaje kwa territory yako ukiwa na neema? Let's talk. Let's talk. Shetani haingiangi hivyo tu watu wanafikirianga ati pasta ni shetani. Mimi mchungaji mtu aniite kwake, anapika chakula halafu chakula kinapakuliwa. Siombi. Niambie ni ground gani umepea shetani hapa? Ni deni gani la shetani hawezi kuja kupakua chakula kwako kama haujampatia aliwe. Wengine wanaenda kule wanafanyiwa hivi kwa Kalumanzira, halafu wanakuja wamekaa tu hivi. Ati pasta usiku nainuliwa shingo. Na nani? Kwa nini anakuinua shingo? Unataka kuniambia kazi ya msalaba haijafanya kazi ya kukulinda? Mimi sistuli yangu na mambo, tukae chini niambie kwa nini unainuliwa shingo? Uliinua ya nani? Uliinua ya nani? Ni makubaliano gani mko nayo na shetani? Mimi kuna mahali naendanga na siombi. Mimi unibebeshe mzigo yangu nilitoa kwa Yesu. Na wewe toa kwa Yesu. Na kuuliza uhusiano gani uko nao na shetani? Ni wapi umeenda? Mwingine alikuja kwangu akaniambia, Reverend, imagine pepo mbaya nikimaliza kuomba naitana umbwa 3. Ni wapi ulienda kuchukua umbwa? Rudisha umbwa za wenyewe, umpokee Yesu, ukimaliza maombi utasema amina. You must be genuine, and a genuine brother and a genuine sister. Glory be to the name of the Lord. I say hallelujah. I say hallelujah. Ati nikiuliza msichana yeyote ananikataa. Tukae chini. Ulivunja wangapi mioyo? Ulichezea wangapi? Labda kuna mwingine ulichezea na ameokoka anaishi kulia. Tubu, enda kwao, waambie pole. Na ununue soda na kuku. Cha kushida ukiletea pasta mashida na wewe ndio uko na suluhisho. Be a genuine brother. Be a genuine sister. Glory be to the name of the Lord. Na wakati mwingine kuna mambo inakujaga lakini hakuna kitu tumefanya. Sasa hiyo neema itafanya kazi. And the presence of God shall have a way to work it out for you. Number 2. Before that, niongeze hapo. You must be devoted. Psalm 23 verse 6. Nataka kusisitiza hiyo kwa sababu mnaisemanga kila wakati wa ibada. Surely? All right. Let me address that. You sing it as a song. If you're not devoted into that house of God, you will not live happily. That goodness and mercy will not follow you. You hear it with the people. Usifikiri kuimba hapa tu ati inakujanga tu automatic. Nothing like automatic. Our God is holy. I say our God is holy. I say our God is holy. If you are not committed in that house, you are talking about. If you are not committed, if you are not devoted. Daudi akisema hivyo, he was devoted in the house of the Father. Kuna watu tu wanakanga kanisa, hawajui nini kinaendelea. Hata hizi project wanasikia kama mimi ni mgeni na wao wamekaa hapa na wanasikia kama mimi anasema kimetia bia. Sasa wanaitisha pesa. Let me tell you that goodness and mercy, it will not follow you. It will not. Hata muikariri.
Even if you sing it and you put it in your car and in your house, it will not work. Are you devoted in that house of the Father? Daudi anasema nilifurahi waliponiambia twende katika nyumba ya Baba. Furaha yako iko wapi? Katika hiyo nyumba ambayo unatumikia Mungu. It is this altar that will preserve you. If you are devoted in this altar where the name of the Lord is uplifted, his sickness and deliverance will follow you. Ukitumika kwa madhabahu, na sio utumike tu kwa kuimba, unaweza tumika hata kwa matoleo. Wakati unatoa hiyo sadaka, wakati unatoa ibada ya kuabudu, wakati unatoa ibada ya sifa, ni katika madhabahu haya yatakutetea. Na neema ya Baba itakufuata. Bwana Yesu asifiwe. You must be devoted. David was devoted. This heart that God is testifying about was rich of goodness that maintains grace in our lives. Hallelujah. Angalia mwenzako mwambie be devoted. Na kushangaa kama wewe ni mshirika wa kukaa chini. You will not, hakuna ministry ya kukaa chini. Halafu unakuja ukifanya hivi. Ulikuwa umetuma nani? Ulikuwa umetuma nani? Ati kuna maashas. How maashas ni watu devoted. Can you look for something to do? Nilienda Heaven's Gate sometimes back. Nikakuta mama, tulikuwa tunakaa mara nyingi na yeye, hana viatu. Ninamwambia hivi na shida. Unajua kuna mtu unaona huyu amekaa vizuri lakini vile yako hapa kuna kashida. Nilikuwa karibu tukifikisha siku 30 kwa maombi. Nikaona yule mama amelia mpaka akasema I will say it. Sasa unajua huko kila mtu anapiganga duru kivyake. Sasa tukasema mimi nikaangalia tu hivi watu wasifikiri tuko na And I remember there was a time Apostle akasema Mungu amemuongoza kujenga nyumba 3 kwa sababu ya mwaka wa 2021 this year. Na akasema Mungu alimwambia atainua watu. Wakati anaongea hayo mambo na akasema budget hivi na anasema nyumba moja ita cost like 50 million. This woman screamed. Anauliza kuna mtu atajitolea kutoa? Huyu mama akatoka. Kwenda pale akalia akasema nimeletwa hapa 40 days. Na nani? Na Mungu. She's from PCA. Anatrainiwa na Mungu. Na nilikuwa ninamuona huko kwa kiwanja anaomba, anaosha vyoo. Kule ndani anaosha vyoo, anaokota takataka. Mungu akamwambia I am breaking you here. Viatu zake, nguo zake akaambiwa peana. She is a millionaire. Akasimama akasema she will build one alone. And she gave 50 million. Na mwangalia ana viatu. Na mimi na tu high heels twangu twa 1000. Mpaka nikasema aki wewe Mungu jamani. Bwana Yesu sifiwe. I say hallelujah. Nikasema aki wewe Mungu. God is looking for people that he gonna use. Alikuwa anasema mimi kwangu ama boss. Niko na wafanyakazi kwa nyumba. Lakini Mungu akaniambia huko sitakufundishia. Utakuja kuosha mafi ya watu wanaomba. Alikuwa anashinda akitafuta akiokota she looked funny. Lakini akasema when you see me just pray for me. I am in the potter's hand being broken. Maana Mungu alikuwa anataka kumtumia. Lazima angemvunja atoe bossness. Never be a boss in the house of God. Be a servant. Na ukingangana na Mungu, tutakuona hapa ukifagia peke yako. Unaambia unakuja ile siku na kumefagiliwa unafagia tena peke yako. Usicheze na huyu Mungu wetu. Anaitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambia Mungu asante, mimi tu hivyo tu nilikuja na nikakubali. Uinuliwe milele. Glory be to the name of Jesus. I say hallelujah. Number 2, you must have a worshiper spirit. You must be a man and a woman who has a spirit of a worshiper. A man and a woman who has a spirit of a worshiper. For you to maintain the grace of God,
you must have a spirit of a worshiper. Psalm 27 verse 1. Know and understand God's worth in your life. I'm waiting for that scripture. Know and understand God's worth in your life. We don't worship God for what he has done. We worship God for who he is. Hata kama Mungu hajakubariki, hata kama Mungu hajajibu maombi yako, you must worship him. In and out of season, he deserves to be worshipped. In and out of season, he deserves to be worshipped. My niece aligonjeka kwa church, ameokoka, nikalia, ni mtoto wa mchungaji, nikalia, nampeleka Kenyatta, anasumbuka, I was so discouraged. Kaambia Mungu yawa, ai, si adui atanichekelea. And I remember siku moja tukiwa Kenyatta, nililia sana because I felt helpless. And the Lord spoke to me. She will not survive. Praise the Lord. Nikatoka nje hapo Casualty na kulikuwa kunanyesha. Nikanyeshewa, trying to figure it out. Yani Mungu umesema umponye. Na vile nimeomba, nilikuwa nimeita wachungaji, tunashikana round, tunashikana square, tunamuombea, tunapiga magoti, lakini baadaye Mungu akasema hatapona. She was a very naughty girl. Lakini wakati ulifika akaokoka. Ilikuwa mara ya 10 na kitu kumwombea okoke. Na hiyo ilikuwa ya kweli. Akaokoka. She went through the pain, but she still testified about God. Mungu akaniambia sitamponya, but I will rest her in my arms. Praise the Lord. And I remember I vowed to God and I said, God, sitalia tena kwa huyu mtoto. Roho wa Bwana akaniambia sasa usimwombee kupona, prepare her heart. Nilikuwa naenda kumuona, she was very close to me. Nilikuwa naenda kumuona and I would prepare her heart. Namwambia, mommy, you are dying, but even if you die, you rest in the arms of God. Knowing how naughty she was, but she was still calm and ready to rest in the arms of God. It was a great testimony and a miracle to me. Hakuna haja ya kushinda na mtu huku anafiatuka kama risasi halafu aende jehanamu. Nikamwambia Bwana, kumpumzisha ndani yako, it is a miracle to me. People may not understand, the parent may not understand, but as a servant I understand. It is better to rest in the hands of God. Badala ya kuwa huku na kuwa na manyumba na mwishowe uende jehanamu. Bwana Yesu sifiwe. And I worshipped God and I told God, mimi ndiye nitaongoza mazishi yake. Bishop akaniambia, vile unaonekana wewe unaweza hata hubiri mazishi hii. Nikamwambia I have vowed to God. Glory be to the name of Jesus. I say hallelujah. Because when you have a heart of a worshiper, kuna mambo zingine hata kama ni chungu, lakini Mungu anatukuzwa ndani yake, utazipokea na umshukuru Mungu. Na umuinue Bwana, tusivunjike moyo na tuvunje hata kuabudu. When the churches were closed last year, Roho Mtakatifu aliishi kunihudumia katika moyo wangu. Maana tulikasirika. This is something we never thought of. Ya kwamba kanisa linaweza fungwa. Roho Mtakatifu akaniambia, ebu sasa badilisha mawazo. Wacha kungengana na kanisa limefungwa. As the government of Kenya and the government of nations, they are closing down the churches. The government of the kingdom of the devil, it is breaking down and closing the temple. Praise the Lord. There is a great difference between the temple and the church. We are the temple of the Holy Spirit. There is a temple of the heart. Wakati makanisa zinafungwa kwa sababu ya changamoto, naye shetani ako busy akifunga hekalu za mioyo yetu. Anazifunga na mambo ya kuvunja moyo. Kwa sababu ya mapito mazito unayopitia, you feel discouraged, you cannot worship God. Sisi tunatishwa na majengo, lakini shetani ako busy anafunga mioyo ya watu. Watu wangapi wamefungwa wakati wa corona? Watu walikuwa wanaenda church, hawaendi church. Watu walikuwa committed, they are no longer committed. Kwa sababu shetani alivunja mahekalu na akazifunga na mavituko na mauchungu na magonjwa na machallenges. But I have come to declare that the Spirit of God is raising a spirit, a heart that is full of
of worship to exalt and glorify the name of the Father in the midst of troubles, in the midst of pain, in the midst of discouragement. We shall still worship our Maker. Inua mkono wako mwambie Bwana, nipe roho ya kukuabudu. Nipe roho ya kukutambua. We don't worship God for what he has done to us, but we worship God for who he is. Hata katikati ya mauti tutamtukuza Bwana. Katikati ya uchungu tutamwabudu Bwana. Unajua kuna watu shetani ndiye anakuanga na remote control yao. You know them in the church. Kuna watu ambao wako so emotional. Wakati ako hai, mzee alimununulia kitenge. Hiyo Sunday mtajua. Atafiririda atakuza, hallelujah! Maana ako na ushuhuda. Kuna kakitu alitendewa. Wakati mzee amegoma, hata mkijaribu kusema hallelujah, mnaweka mavitu hapa. Ako hivi. Kwa sababu spirit yake iko chini. I break it in the name of Jesus. I say I break it in the name of Jesus. Haijalishi kile shetani ameleta mbele zetu, sisi tumejaa neema ya kwamba tutashukuru hata wakati mambo ni magumu. We will still worship our Creator. For us to maintain the grace, we must have as a heart of a worshiper. Psalm 27 verse 1, sorry. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? A heart of a worshiper. I say a heart of a worshiper. I say a heart of a worshiper. Ukisikiliza hayo maneno ni ya mtu ambaye ametishwa. Huyu ni mtu ametishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ametishwa, lakini anajijaza, anasema Bwana akiwa upande wangu, nani nitakayeogopa? Mimi sijui ni nini unaogopa adhuhuri ya leo, but I have come to release the grace of God that shall give you the spirit of a worshiper. Katikati ya mazito utamwabudu Mungu. Glory be to the name of the Lord. And let me tell you, when you worship God in that time of pain, in that time of frustration, it is the highest form of faith. It is the highest form of faith. Number 3. Be a man or a woman of prayer. Be a man or a woman of prayer. Prayer is work, but it works. Prayer is work, but it works. Na unajua kwa nini maombi inakuanga mzito? Kwa sababu ni maombi tu unaongeanga na mtu ama kitu hauoni. Ukiona mtu huko kwa barabara akienda akiongea peke yake, mambo ni mawili. Either ni mwenda wazimu, ako depressed ama anaomba. True or false? Unajua kuna mahali tunaendanga kwa uwanja tu. Tunaenda, kuna watu wameenda hapo kuzubaa. Kuna wengine wameenda hapo tu kufikiria mawazo ya ndani, na kuna wengine tunaendanga hapo kuomba. Kwa hivyo ukiona mtu anafanya hivi, wewe uelewe tu mambo ni mata. Either ako depressed, ama ni mwenda wazimu, ama anaomba. Na unaomba na sio Mungu unaona pale. Hauoni Mungu akisema ama hapana. Unajua hiyo ingekuwa rahisi. Ati unakimbia kwa Mungu tu vile unakujanga kwa pasta. Utaangalia mudi wa pasta ujue huyu pasta amejengeka na mimi ama hajajengeka. Sasa huyu Mungu haumuoni, he is invisible. Glory be to the name of the Lord. But we must pray to him. Prayer is very powerful. Prayer is very powerful. Na nimeshukuru Mungu kwa sababu ya hili kanisa. An altar that is full of prayer becomes easy when you minister. Msifikiri ni kuomba sana kunafanya niwe na wepesi huu. Ni kwa sababu hii madhabahu imejaa maombi. May you maintain the grace of that prayer in the name of Jesus. Hallelujah. Now, when we pray, the Bible says in the book of Ephesians that we pray continually. We pray at all times, in all manner of prayer. There is a loud prayer, there is a silent prayer, there is a prayer of declaration, there is an intercessory prayer, all sorts of prayer.
Glory be to the name of Jesus. Kutalingana na vile Bwana atakuongoza. Lakini umuhimu mkuu sana wa maombi ni ya kwamba prayer sanctifies our lives. As much as prayer will make us be blessed. Unajua watu wengi wanaombanga na ndiposa watu wengi wanakimbianga kwa pasta waombewe. Na si vibaya, lakini tafadhali na kuonya. Na huyu mimi sio pasta wetu, ni wenu. Lakini na kuonya kwa niaba yake. Kama unakujanga kwa pasta na hauombi, unakujanga akuombee, it will be useless. Ebu kujanga kwa pasta a top up. Tuko sawa? Pasta akija anakupelekanga mbele ya nani? Situongee, anakupelekanga mbele ya nani? Unakujanga pasta akuombea kwa nani? Ukiwa kwako bedroom, unaombanga kwa nani? Ni wapi kufupi? Badala ya utoke 2 kilometers ukuje upelekwe mbele ya baba. Si ukiwa bedroom hapo ndio rahisi upande tu. But so many people are lazy. Mwingine anasema hata sijui nitaomba aje. Kwa nini? Kuomba ni kuongea na mtu. You dialogue with your father. You dialogue with your God. Hata nikija nikuombe na ni vizuri. Na ni vizuri. Hata kwangu ninawaambianga kabla ukuje kwangu jipandishe na mimi nikushikilie. Hallelujah. Maana hata ukitoka kwako unaongezea kilomita 1 kuja kwangu, lakini nitakupandisha tu hapa. Si upandange hapo tu. Ukuje nikushikilie. Because prayer is work, but it works. When you learn to pray, personal prayer, it will help you to be sanctified. Kuwa sanctified ni kuteuliwa katika mwili, katika mawazo, katika hali. Sanctification of our thoughts, sanctification of our hearts, sanctification of our lives. Kwa sababu ukiomba, Roho Mtakatifu atakufunulia the hidden sin in you. Kuna wakati nilienda maombi a whole week praying for the ministry. Na nikienda huko kuomba, Roho Mtakatifu akanikemea siku moja. Akaniambia, nimekuleta hapa to deal with you. You are so proud. Kaambia Roho Mtakatifu, how can you tell me that I'm so proud? Na washirika wakisikia. And you know pride is a spirit. Mimi natakanga kuongea ukweli. Pride is a spirit. Umeshawahi ona mtu ana maringo na akona slippers ya blue na pink? Na iko na kishimo. Anakuambia usiniangalie. Sasa unajua hiyo ni roho ya maringo. Na kuna mwingine tu unaona tu vile anafanya unasema na ndiposa anaringa. Kwa sababu hali yake ni nzuri. Mwingine unashinda sasa huyu anaringa na nini? Maringo ni roho. And I was like, God, me? A worshiper? An intercessor? Proud? Roho Mtakatifu you are so proud. And I was like, yes. How? Roho Mtakatifu akaniambia, ukiona mtu umemhubiria, mtu unajaribu kumtengeneza hatengeneze keki, anaingia tu kwa dhambi, unakasirikanga, unashindwa kumwombea. There are times I say, to hell with you. Tio, kole alevi. Nimekuambia, nimejaribu, na unajua dhambi ni mbaya, na unaingia kwa dhambi, enda kapate kichwa mbele. Roho Mtakatifu akaniambia, avoid that spirit. It is by the grace. Hata wewe umejua ukweli na umesimama imara. Come on. Sio ni maringo. Mimi nilikuwa nafikiria because do you know even prayer is by the grace? Kuna wakati mwingine unaombanga unajisikia vile unasema gai mpaka ukingoa. Unasema na hapo nimengoa haki. Hapo nimengoa. Ukiona wakati unaomba unajisikia vile unasema, you are praying a dry prayer. But there are times unangoa haujui na haujali. You are just deep in prayer. May the spirit of prayer flow in you. In the name of Jesus. May the grace of prayer be outpoured in your life. In the mighty name of Jesus. Kuna mwingine aliniuliza, Reverend, unaombanga nini hiyo masaa yote yake? Na mimi dakika 5 nimeombea mpaka Iraq, vita imeisha. Ameombea nyanya, babu, shangazi, cousins, ameombea Kenya, ameombea BBI, ameombea Israel, dakika 5. Ananiuliza, hii masaa yote ni ya nini refu? Kwani uko na mashida aina gani?
Glory be to the name of the Lord. May you receive the grace of prayer. When you pray, you are sanctified within. And the Spirit of God renews your life, your spirit. Hallelujah. Na ana reveal out. Anakuondoa katika the fallen nature ya dhambi. My goodness. Wale watu ambao ni waombaji, hao watu ni rahisi sana kuishi maisha matakatifu. Rahisi sana. Watu wengi wanasema, hakuna utakatifu siku hizi. Iko. Ukichafuka, sio wote wamechafuka. Bwana Yesu asifiwe. Ati ya kwamba msichana hawezi kaa kama hajafunuliwa, anaweza. Ati yeye single mother hawezi kaa bila kimtu, anaweza. If you are prayerful, I say if you are prayerful, the Spirit of God will sanctify your life. And you detect sin. You will detect sin. I know it. Glory be to the name of Jesus. I say hallelujah. Kuna watu walikuwa wananiambia, Reverend, huwezi kuwa unakaa hivyo peke yako. Hiyo jina ulisikia Mboro, sio ya mzee, ni ya baba yangu. I'm a single lady. Sijawahi olewa ati nikajaribu, hapana. Nilipokea mwito nikiwa msichana mdogo. Amen. And the Lord called me to the ministry. Na sihubiri out of frustration ati nimevunjwa moyo mpaka sasa nikakimbilia kwa Yesu. Nilienda kwa Yesu sober. I am very sober preaching the gospel. Glory be to the name of Jesus. Mimi nasikianga hata wachungaji wengine single wananiambia, wewe hausumbuli yangu. Ukiona ukisumbuliwa, there is a nature of sin in you. Mimi naogopangwa na wanaume hata wakiwa mbali. Wanasema ati nitawakemea na sijamkemea. Because the Lord will protect you. I say the Lord will protect you. Glory be to the name of Jesus. Kuna watu wako na mzaha nyingi sana, na wakikaribia wanasemanga, hebu ninyamaze kwa sababu ya huyu, na haujamwambia kitu. Because prayer will sanctify you. Come on. You'll be able to live a sinless life. Sio kusema majaribu haikujangi. Ikikuja naye Roho Mtakatifu ana deal nayo. You can remain holy. You can remain sanctified if you are prayerful. Maombi hutakaza mawazo, inatakaza moyo, inatakaza maisha. Ukiwa mtu muombaji, kuna mahali hautaenda. As someone says, hata mikutano ya waovu hautaenda. Tulikuwa na mkutano wa cousins kwetu. Wanasema hata ni vizuri tukutane na wachungaji hawa watuombe. Let me tell you, I'm not a preacher of anybody. Hata mimi natafuta bingu. Na kuwa na title ya pastor, it is not a direct ticket. Paul anasema, I beat up my body to fit in the spirit. Tunaenda mkutano wa cousins, wanatupeleka kwa bar Vika. Ati just because one of our cousins owns the bar. So what? And nilipoenda nikaona kule tunakutana, I left. I have a life to guard. And I have a heart to guard. Na nikatoka. Tuko na group ya WhatsApp. Wakaanza kuweka vituko mzaha. Wanaweka tukatuni fani. Nikatoka. I left. And I said, if I need a cousin, I need Jesus. Na Yesu akawaambia, alipoitwa ndugu zake wanamuita, akasema, ndugu zangu na dada zangu ni wale ambao wanampenda Mungu, wanayofanya makusudi ya Baba. Na nikatoka. Nikawaambia, when you have a serious meeting, just call me. I'm not a busybody. Na sio pride, ni kujijua. Nyakati tunazoishi ni hatari. Nasema nyakati tunazoishi ni hatari. Naweza enda katika hiyo mikutano na mtu mmoja wao aniuze. Nikikunywa hutotujui kumbe tumewekwa dawa. And all of a sudden ukute pastor wenu ambaye alihubiri revival powerful kama hii ako uchi kwa social media. It is very possible. Because the enemy tries to bring us down. If you know you have a mandate that God has given to you, you will be very sensitive in what you do. Kuna michango utatoka ya kufiririda. Kuna michango utatoka. Na useme kama hizi ndizo vikundi
ambazo zitakuwa zinanipea pesa. Lakini tukikaa ni mshenet pekee, I will not defile myself. I better remain poor and wait for appointed time of God to make me beautiful. Na hiyo haijafanya wakose kuniheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiwa mgonjwa na wanataka maombi, they call me. I have other cousins of mine ambao ni wachungaji. But when these other cousins have any need, they don't call them. Tukikaa wanasema huyu ameokoka kweli huyu. Huyu ameokoka kweli. Wakati mtu anafungua biashara, these my cousins, they call me. Unafikiri wataniita mkono tupu? Hata wakijenga manyumba, I go there as a minister because they know I am serious. Na hawaitangi hao wengine. Mtu akitaka kufunguliwa nyumba, they call me. Na nikikuja hapa nawaambia, if it is full service, you know what you're supposed to do. Kwa hivyo nikimaliza ibada, they give me an envelope. Na sio makaratasi, ni ya pesa. Ukilipia gharama wokovu wako, Mungu atakulipia huo wokovu. Be a serious believer. Number 4. Be a man or a woman of the word of God. Hebrews chapter number 4 verse 12. Because the word of God will give you direction. Hapa ni mahali Biblia inasema ya kwamba that the word of God is a double-edged sword. Be a man and a woman of a word. Not a word of Sunday. A daily devotion. Kuna watu hapa mtakuja kufungua kitabu ya Abraham. Just because you have heard about Abraham in the Bible. Na mtu anasema, let us open in the book of Abraham. Utaona mshura. Anasema iko katikati ya nini na nini? Ama pasa akose. Aweke verse 4. Chapter 2 verse 4. Kumbe hiyo haina chapter 2. Iko na chapter moja tu. Na amekosea tu. Utaona. Akisema Jude haina nini? Iko wapi? Atikuwa ni Bible yangu nani alirarua? You need to be a man and a woman of the word of God. The Bible says the word of God is a two-edged sword. Wakati ninahubiri, I don't do it to entertain. Kuna wakati mwingine mchungaji tunahubiri mpaka unasema na hapo hata mimi nimekatwa. Hapo wakati mwingine siitangi yote call, naambianga washirika, wacha tuinue mikono yote mbele za Bwana. Wanafikiri ni vile Roho ameongoza. Nimesikia, ninawaita niwaambie nini. And I also need a touch. Because the word of God is a two-edged sword. Inakata kweli. As I share and as you receive, it cautions both of us. Neno la Mungu lina undani kiasi ya kwamba itakusuluhishia mambo mengi ambayo uko na tashwishi juu yake. There is something we call questionable practices. Na nitamaliza na hii questionable practices. Yale mambo ambayo shetani saa hii anaturudisha ndani yake ya utamaduni. Unakuta mtu ameamini Mungu na ameokoka, ako katikati ya kushindwa ni Mungu ama sio Mungu. Ni Mungu ama sio Mungu. Unaweza jikuta katika hiyo hali na uko mbali. If you are a man and a woman of the word, you follow what the word says. Biblia Paul anasema mambo yote imekubaliwa kwangu kufanya. Lakini sio lazima niyafanye. Kuna mengine sitafanya kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Glory be to the name of the Lord. Mwingine alikuwa anauza soda. All of a sudden akaletewa hii soda ilikuwa inaitwa Malta Guinness. You remember it? Na huyo kijana akakuja kwangu. Akaniuliza, pastor, ni vibaya kuuza Malta Guinness? Nikamwambia sijui. Am I the manufacturer? Nikamuuliza, miaka ngapi umeuza soda? Miaka 5. Umeshawahi kuja kuniuliza kama ni vibaya kuuza soda? Mbona hii Malta Guinness imekuletea tashwishi? Then leave it. Ati ni vibaya kuuza miraa? Ndio mimi sijui. Ati ni vibaya, wengine walikuwa wanauza, kwani Malta Guinness ni mbaya? Sijui. Ukikunywa uji huniulizi kama ni mbaya. Ukikunywa maziwa huniulizi kama ni mbaya. Ukikunywa chai haulizi kama ni mbaya. Ukifika Malta Guinness
unashindwa ni nzuri. Ukiona kitu chochote uko na tashwishi ndani, you are concerned, it is alerting you. Leave it. I say leave it. Hata kama bishop wenu anakunywa na wewe una feel hii kitu, just leave it. Na alirudi hivyo na mama altagine zake. Kamwambia umezungusha soda all through. Mbona hii inakuletea? Ndio niwe backup wako. Ati nauza sababu pasta aliniambia ni sawa. I also don't know. Si unaonanga hata ukivaa tunguo twingine, unaonanga mtu anauliza ati hiyo ni mbaya? Sijui. Ukisikia kitu kinakuletea tashwishi ndani yako, just leave it. I say just leave it. Ati ni vibaya kukudate mtu ambao hajaokoka, sijui. Mbona unauliza? Mimi sijui. Ni vibaya kupeana chai mahali, sijui. Follow your heart. If you're a man and a woman of the word of God will give you direction over that. Tuache kusumbua wachungaji. Nilikuta kwetu kukifanywa hivi. So what? Unajua bingu sio kwenu. Ati nilikuta ni baba alikuwa anafanya hivi. Baba yako sio Mungu. Bingu ni ya Mungu. Na ujue hata kama unaishi ulimwengu huu, hautaenda kwa baba wa kwenu, utaenda kwa baba wa mbinguni. Be concerned about your father. Jesus said his joy is to do the will of the Father. A man after God's heart is a man and a woman who considers the heart of God. Be a woman and a man of the word. Glory be to the name of the Lord. I say hallelujah. Kwa sababu when the Bible says ya kwamba itagawanyisha the bone and the marrow, the bone and the marrow, the word of God will reveal out the truth and the lie. The word of God, it will reveal the truth and the lie. Be a man of the word. You will know when the enemy is enticing you. You will know when the devil is trapping you. Unajua shetani hatuentice kwa mambo hatuna. The enemy knows our soft spot. Guy. Shetani akijua wewe unakuanga na tamaa ya pesa, utakuwa unakuta pesa za watu zikiwekelewa mahali. The enemy will make sure wewe ndio utakuwa wa kwanza kuziona. Yeah? Mimi naogopanga tule. I have my partner. Tule tugurumoki tunaendanga tutu. Until wakati nilikuja Odhero na nikajikuta niko peke yangu, I had no alternative. Nikawa too strong on it. Leo hii mpaka kale katoto kadogo kwetu kakiona anasema Garef. Na nilikuwa nikienda mahali hata kwa wenyewe ni mimi nilikuwa ninakaona. Na ni pastor. Nakaa nikisonga tu hivi. Na wewe ni pastor. Ninasongea. Until siku moja nikihubiri kwetu church, kakaanguka kutoka juu. Nimesema kaka uja wa Jesus. Nikasema sasa hii ni shetani. The enemy knows your soft spot. Sasa siku moja nikasema sasa sitakaogopa. Nikawa nakaa nakapimia. And from the time niliji-encourage in the Lord. Na nikasema sasa niko peke yangu sina alternative. Imagine situonangi. Praise the Lord. The enemy knows your soft spot. Atahakikisha. Ukiwa wewe ni mzee na uko na shida, your soft spot ni kuangalia wanawake ambao wamevaa handkerchiefs, utakuwa unakutana na wao wote. Kwa sababu shetani kazi yake ni kutunasa. Akijua udhaifu wako mahali uliko, atautumia na ataleta hilo jambo ili akuangushe. But the Bible says as Paul declared, katika udhaifu wetu neema itatutosha. Maintain grace in your life by reading the word of God. Rise up wherever you are in the mighty name of Jesus. Hallelujah.
Glory be to the name of the Lord. I say hallelujah. And lastly, be a man and a woman who works out his or her salvation with fear and trembling. Philippians chapter number 2 verse 12. Acknowledge the work of the grace in your salvation. Be careful not to bring loss to God's kingdom. Be a man and a woman who works out her salvation with fear and trembling. Usiwe umeokoka, lakini fujo kwa plot. Uko mstari wa kwanza. Mpaka unafanya mchungaji wenu ajulikane kwa plot. Ona watu wa Kenya. Ona watu wa Kenya na haishi kwa hiyo plot. Si isemekane sikia watu wa Kenya wakiomba. Glory be to the name of Jesus. I say hallelujah. Work out your salvation with fear and trembling. Elewa wewe umeokoka. Tusikuje kwa plot tunauliza Mama Otieno ako wapi? Yule mama wa kanisa asema ai kuna Mama Otieno hapa, lakini hapo umetaja kanisa. Hapo ndio hatuingiani. Kwa sababu vile tunamjua huyo na kanisa. Ai, ni kanisa gani hiyo? We are going to work out our salvation in fear and trembling before God. For us to keep and maintain the grace of the Father in our lives. Nataka uinue mikono yako mbele za Bwana umwambie, nisaidie kutunza neema yako katika maisha yangu. Maana neema ya Baba ndiyo itakayotubeba. Neema ya Mungu ndiyo itakayotusaidia. Neema ya Jehova ndiyo itakayotukomboa. Ndiyo itakayotubeba kwa wakati mgumu na wakati mzito. Katika hali yote tunahitaji neema ya Jehova katika jina la Yesu. Na amesema neema yake ya kiungu ndiyo itashughulikia hali zetu, itashughulikia ndoa yako, itashughulikia maisha yako, itashughulikia huduma yako. Mwambie Bwana, nipe roho ambayo itakutamani, nipe roho ambayo itakuabudu, nipe roho ambayo itakuwa ya maombi, nipe neema ya neno lako Mungu, nipe neema Baba wa amani ya kuunda wokovu wangu kwa njia ya kunyenyekea na kukupenda. Katika jina la Yesu Kristo ninasikia neema inashuka. Inua mikono yako mpendwa, mwambie Baba, naipokea neema hii katika udhaifu wa maisha yangu. Baba, ninahitaji neema hii. Kuna watu ambao wameshindwa hata kusamehe. Natangaza neema, natangaza neema, natangaza neema, natangaza neema ya kusamehe katika jina la Yesu. Ya kusamehe katika jina la Yesu. Ya kusamehe katika jina la Yesu. Ninahisi katika moyo wangu kuna watu wamejaribu kusamehe na wameshindwa. Naachilia neema to let go of every pain in your life, to let go of every betrayal in your life, my brother, my sister, in the name of Jesus. Haijalishi kile mzee alikutenda, haijalishi kile huyo mama alikufanyia, haijalishi kile rafiki yako alikufanyia ama neighbor yako alikufanyia, let go for the grace of God to settle in your life. In the name of Jesus. Endelea kuomba ukimwambia Baba nipe neema. Mwambie Baba nipe neema. Mwambie Baba nipe neema. Ninataka kusonga mbele, nipe neema. Ninataka kushuhudia, nipe neema. Ninataka kushinda, nipe neema Bwana. Ninataka Bwana nisikuaibishe. Oh, Biblia inasema naye mfalme akamteua Danieli na ili ufalme wake usipate hasara. Mungu amekuteua mpendwa. Mungu amekuteua mzee na ili ufalme wa Baba usipate hasara katika hiyo plota, katika jamii yenu, na ili ufalme wa mkombozi usipate hasara. Na ili tuweze kutukuza Bwana, tunahitaji neema ya Mungu. Tunahitaji neema ya kusamehe. Tunahitaji neema ya kujitoa kwa Bwana, neema ya kutumika, neema ya kuomba, neema ya kusoma neno katika jina la Yesu. Na ijulikane wewe ni Mungu. Na ijulikane wewe waweza. Bwana, tunayo imani unayaweza yote kwa neema yako. Natangazia huyu mama baraka. Natangazia huyu mzee baraka katika jina la Yesu Kristo. I give you praise and glory. And I honor your name, oh Lord. In the name of Jesus. Inua mikono yako nikutangazie neema.
Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru, ninakuinua, ninakuheshimu na ninakubariki adhuhuri ya leo. Tumekawia katika uwepo wako Bwana, tukipokea neema hii. Mungu wetu, umesema ya kwamba ili tutunze neema ndani yetu, tunahitaji kuwa watu mfalme ambao wanavuta moyo wako. Tunahitaji kuwa watu wa neno, watu wa maombi, watu waaminifu, watu wa kunyenyekea. Baba, ninaomba, ninaachilia neema hii kwa wateule wako, kwa wateule wako. Neema Bwana ya kufurahisha na kupendeza moyo wako, neema ya kusoma neno lako, neema ya maombi kwa huyo mama, kwa huyo mzee, kwa huyo kijana, katika jina la Yesu. Neema Bwana mtakatifu wa amani, ambao utafanya tutekeleze wokovu wetu kwa kukuheshimu na kukupenda na kubariki adhuhuri ya leo na kutukuza adhuhuri ya leo. Mbariki huyo mzee, mbariki huyo mama, mbariki huyo kijana. Mpe neema ya kutosha, mpe neema ya kutosha katika ndoa yake, katika hali yake, katika biashara yake, katika ofisi hiyo, katika hali hiyo Bwana. Hata wale wanatamani kufungukiwa na mlango wa kazi, na achilia neema ya kazi, na achilia neema ya biashara, na achilia neema ya kukutumikia katika jina la Yesu. I give you praise, O Lord. I worship your holy name. We are going to carry your grace, for your grace will enable us to live the way you desire us to live. In the mighty name of Jesus. Father, I worship your name for who you are. I worship your name for what you have done. May your name be glorified forever. In Jesus' mighty and precious name, we do pray and we give thanks. Before we clap our hands, maybe you are there and you have not given your life to Jesus. The package number 1 of grace is salvation. Tunaokolewa kwa neema. Haijalishi umeishi maisha ya aina gani, Mungu wa neema atakubadilishia. Mungu wa neema atakusafisha, atakutakaza, and he will give you a new name. I want to pray with you wherever you are. You want to give your life to Jesus. And you should not be afraid. Mimi nikisema yule anataka kuokoka, naambia watu fungueni macho wazi. Because you should not be ashamed. If you want to give and surrender your life to Christ. And maybe unajua yale maisha umeishi sio maisha ya wokovu, na unajua you want to rededicate your life back to Christ. There is still a chance for you. By this grace, the abundance grace of our Father, you can rededicate your life to the Father. You are there. You want to give your life to Christ, or you want to rededicate your life to Jesus. There is an opportunity. There is an opportunity that the Lord may take over and ambao wameitwa katika form 1 being given an opportunity ya kuweza kuapply ili waweze kupokea msaada. Ingawaje Mungu amekupa neema, wewe una uwezo na una ile asili, pengine unamjua